Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Mahali popote ulipo, tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu wa kuunganisha pamoja na Kristo popote ulipo ulimwenguni. Na kabla ya mambo yote, basi tunamshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Pokea sifa kwa ajili ya muda huu na kwa jinsi ambavyo umeendelea kutupa neema yako ambayo inatufundisha na kutuwezesha. Tujalie kulinena neno lako katika ujasiri na katika hekima yote. Katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Na leo tuna somo jipya kabisa linaloitwa ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Kuna watu ambao wameuandikia kwenye ukurasa wetu wakitaka sana kujua maana ya ulimwengu wa roho, na sasa tumetoa somo hilo la kuhusu ulimwengu wa roho, ujue utendaji wake na jinsi ulivyo. Ulimwengu wa roho ni eneo lililopo katika ulimwengu wa roho lisiloonekana kwa macho ya kimwili, lakini linaonekana kwa macho ya rohoni. Na macho ya rohoni yako katika kitabu cha Efeso sura ile ya kwanza mstari wa 17 na wa 18, sema macho ya mwili. Kwa kuna macho ya ndani nayo yanaona ulimwengu wa roho. Na ukitaka kujua zaidi, soma kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari ule wa 3. Inasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, na hata vitu vyote vinavyoonekana havikufanyika kwa vitu vilivyo dhahiri. Ili uweze kuelewa zaidi, ni lazima ujue kwanza Mungu ni roho, nao wanaomwabudu yeye wamepaswa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Na ukisoma kitabu cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 24, ndivyo inavyotuambia kwamba Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo hivyo tunatakiwa kutoka mwilini na kuingia rohoni. Kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 22 na wa 23 imeeleza zaidi, bali ninyi mmeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi. Kwa hiyo umeshaufikiria tayari una uwezo wa kufunga macho na kuingia rohoni na kuona ulimwengu wa roho jinsi unavyotenda kazi na kuwasiliana na Mungu. Umeshaambiwa Mungu ni roho. Na hichi pia kiwasaidie wale watu ambao walikuwa wanajiuliza ile swali, anasema kwenye kitabu cha Mwanzo, na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Sasa anasema ni wakina nne walikuwa wanazungumza na kama ni Mungu. Mungu amegawanyika katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati mwanadamu wa kwanza anaumbwa ambaye ni Adam, Kristo alikuwa hajaja ulimwenguni. Kwa hiyo alivyokuwa anasema anatumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu, ni roho zilikuwa zinaongea. Mwana alikuwa anaongea kama roho, Baba alikuwa anaongea kama roho, na Roho Mtakatifu alikuwepo pale. Na hapo ndio ukichukua hilo, ukisoma tena Yohana sura ile ya 4 mstari wa 24, utaona sema kwamba Mungu ni roho. Kwa hiyo kama ni roho, roho huwa anaongea, roho huwa anaongea, roho huwa anafunza, roho huwa anaweza kusafiri, roho huwa ana masikio, anasikia. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni eneo lililo katika ulimwengu wa roho ambalo pia Mungu anaweza akalitumia, au miungu wengine wanaweza wakalitumia pia. Ulimwengu wa roho umegawanyika tena katika sehemu mbili, ambao ni ulimwengu wa nuru na ni ulimwengu wa giza. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho wa giza kuna viumbe, na kwenye ulimwengu wa roho wa nuru kuna viumbe. Hayo ni mambo ambayo yako kwenye ulimwengu wa roho sasa. Kwa hiyo hao viumbe wanakaa kwenye ulimwengu wa roho, wanajulikana. Kwa mfano kwenye ulimwengu wa nuru, ujue kuna majeshi ya malaika wa Mungu, kuna wenye uhai wanne, kuna Mungu mwenyewe, kuna viti vya enzi. Lazima ujifunze na kuvifahamu. Na kwenye ulimwengu
wa giza. Kunao wao viumbe ambao kuna majini, kuna majeshi ya pepo wabaya, shetani mwenyewe kwa kuwa giza hili, na hawa unaweza wapata katika kitabu cha Efeso sura ile ya 6 mstari ule wa 12. Ukisoma pale kwa 18 anavyosema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya majeshi ya pepo wabaya, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Anavyosema ni katika ulimwengu wa roho, maana yake ni katika ulimwengu mwingine ndio vita inakufanyikia. Kwa kwenye ulimwengu wa roho pia kuna vita, kuna viumbe, kuna Mungu fulani, kuna vita, kuna amani, kuna viti vya enzi, kuna madhabahu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa giza, kwenye ulimwengu wa roho pia umegawanyika katika sehemu mbili, ambao ni ulimwengu wa roho wa giza na ulimwengu wa roho wa nuru. Kwenye ulimwengu wa roho wa nuru ndiko kuna wana wa Mungu. Ndio maana sisi tunaitwa sisi ni wana wa mchana. Sisi si wana wa giza, ni wana wa mchana, ni wana wa nuru. Na Yesu ni nuru ya ulimwengu. Ukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anaeleza mpaka mstari wa 18. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Anasema kwamba hata imekuwa nuru imekuja ulimwengu, lakini watu wakaikataa hiyo nuru, wakalikimbilia giza. Kwa hiyo ukija kwa Yesu unakuja kwenye ufalme wa nuru. Ukienda upande wa adui unaenda kwenye ufalme wa giza, na huko kuna majeshi yake, majeshi ya pepo wabaya, majini, kuna magonjwa, kuna wakuu wa giza, kuna wakuu wa uweza wa anga. Hawa wako kwenye upande wa ule ulimwengu wao wa giza. Kwenye ulimwengu wa nuru kuna majeshi ya malaika, kuna wazee 24 wako kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4. Kuna wenye uhai wa 4. Kuna kiti cha enzi cha Mungu, kuna nuru ya mwana kondoo ambaye ni Yesu mwenyewe, kuna magurudumu ya moto. Sasa kule ukisoma zaidi utaelewa, lakini nakufunulia kwa ufupi uweze kuelewa. Upande wa nuru kuna viumbe wenye uhai wa 4 wako kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kuna wazee 24, kuna malaika. Lakini ulimwengu wa giza kuna majeshi ya pepo wabaya, kuna majini, kuna mizimu, kuna miungu. Ndio maana unaweza ukawa wewe unalala unatokewa na watu waliokufa. Sasa unawaona wanakutokea. Maana yake ni ulimwengu wa giza unafanya kazi. Ni ulimwengu wa giza unafanya kazi. Kuna miungu. Hiyo miungu inaweza ikavaa sura za viumbe pia. Kwa mfano kwenye ulimwengu wa roho kuna hivi viumbe vimefanana na nani? Ukisoma Ufunuo Yohana sura ya 4 wameeleza. Wa kwanza anafanana na tai. Sasa ni kiumbe lakini kinafanana na tai. Kuna ambaye anafanana na ndama. Kuna ambaye anafanana na simba. Kuna ambaye anafanana na mwanadamu, lakini ni viumbe. Lakini viko kwenye ulimwengu wa roho wa upande wa nuru. Na kwenye ulimwengu wa giza, ulimwengu wa roho upande wa giza, sehemu ya giza kuna hao viumbe. Kuna shetani kama simba ngurumaye. Utamuona simba ngurumaye. Kuna viumbe vingi tu. Kuna miungu ambayo ni kama vile mamizuka haya. Naona kama mwahi kwenda kwenye house of Makosti haya, mizuka, roho za miungu zinazotenda kazi. Kuna moto, kuna vitu vingi ambavyo vinakutisha sana. Kuna sanamu, kuna viumbe ambavyo vimevaa sura ambazo ni za ajabu za kutisha. Majeshi ya pepo wabaya, majini yako huko. Kwa hiyo kama ulikuwa hujaelewa ulimwengu wa roho, sasa ufahamu katika sehemu hiyo ya kwanza. Kwa hiyo tutatoa sehemu ya pili muda sio mrefu ya kukuonyesha sasa zile ngazi 7 katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana, endelea kutufuatilia. Tutatoa sehemu ya pili hivi punde. Ngoja tuombe na wewe. Tunakushukuru Baba wa mbinguni kwa ajili ya mtazamaji wetu anaendelea kutufuatilia na kutusikiliza kokote alipo ulimwenguni. Tunajua kwamba ana sadaka na anaweza kuachilia sadaka kwa ajili ya kipindi hichi kuendelea kuwa hewani. Bariki sasa na uibariki sadaka yake ili inapotumwa ifanye kazi yako na kufikishia watu injili kote ulimwenguni. Katika jina la Yesu ninaomba kwa wale wanaoumwa wakapokea uponyaji mahali walipo, na wale waliokata tamaa wakatiwe moyo, kuimarishwa na kuinuliwa tena. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.